Hakuna kiumbe yoyote mwenye jeuri ya kunitisha au kunibabaisha kunitoa kwenye msimamo wangu. Watu wenye akili timamu hawatishwi. Mimi nimevuka level ya kutishwa, ninafahamu. Ndio maana ninazungumza, kwa sababu kwanza nimevuka level ya kuhongwa, nimevuka level ya kutamani vyeo, nimevuka level ya tamaa za kipumbavu. Mimi nimekubali utu alionipa Mungu. Ninawajibika kwa taifa langu. Na mimi ninakataa, kuna kauli ya kusema sisi tunapokea amri kutoka juu, amri kutoka juu. Mtu yoyote anayepokea amri kutoka juu bila kuzihoji ni mpumbavu. Nchi hii sio ufalme, ni nchi inaongozwa kwa sheria na katiba. Kwa sababu wewe ni rais, wewe kwa sababu ni waziri, au kwa sababu ni nani. Maamuzi mabovu yanapita, mtu anasema maagizo kutoka juu. Wewe una kichwa? Hujui instrument za wizara yako? Hujui wajibu wako wa kikatiba? Can you not make a simple analysis? Hatuwezi kuwa taifa la kibwege kiasi hichi. Tuna mikataba mibovu inapita. Usisikilize mambo ya nia njema. Nchi haiongozwi kwa nia njema, nilishasema. Nchi inaongozwa kwa sheria, katiba na kanuni. Nia peleka kwenye mahusiano huko. Hakuna nia njema kwenye kuendesha nchi. Kwa sababu ya hoja anatamani kuua watu. Watu wenye akili timamu hawaogopi kifo. Kwa sababu immediately umezaliwa, immediately safari ya kufa inaanza. Tunachojali ni unakufa namna gani na kwa sababu gani. Nchi hii kuna watu wamejigeuza wao miungu watu. Wao na familia zao wanataka kugeuza Watanganyika kama ng'ombe wao zizini, watuswage kwenda machungani na kuturudisha muda wanaotaka. Nataka kuambia, kama walifikiri sisi ni kondoo, tumeshageuka kuwa wanambuzi wa korofi na tumeshanyanyua mkia kama ngiri. Hakuna mahali watakapotufuga tena. Tunahitaji uwajibikaji. Wanajificha kwenye kichaka, mara waseme mapinduzi, si uhaini, mara waseme udini. Kote huko ni kukwepa kuwajibika. Wengi hatuwajibiki. Tunafikiri sisi tuko hapa by default. Hatuko kwa default. Tunaishi sasa kwa sababu Mungu amepanga mpango wenzetu waje kuishi miaka 400 ijayo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutumia rasilimali zetu kwa kuwajibika, kwa kuhakikisha tunalinda maslahi ya sasa na yajayo ya taifa letu.